domestic law zinabakia katika uwanda wa Kitanzania. Hatutaki mtu mwingine atuonee huruma, atupende kwa sheria zetu za ndani. Tuacheni wenyewe na sheria zetu za ndani. Hata hizo sheria za kimataifa ni mahusiano tu. Sasa wewe Martha Karua, ndugu yangu, una tui lako jikoni huko, hujalimaliza, unakuja kutafuta ugali wetu wa nini? Na haya mambo tukisipoangalia vizuri ndio wanaoleta chokochoko ndani ya taifa letu. Kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu, mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano. Unatoa mifano, nasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi, ndugu yangu, huko uliko. Tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii. Unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? Unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho. Mungu akulani kabisa huko uliko. Na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho sio nini, unataja majina ya watu, alafu unasema ni mfano. Sisi Kiswahili ndio lugha yetu, tumefundishwa, shule tumeisoma, tunajua fasihi, tunajua kutafsiri. Huna mema kwa Tanzania. Hana mema kwa Tanzania huyu bwana. Mimi ningependa sana awepo. Haya maneno tukiyasema angekuepo pale. Lakini bahati mbaya hayumo humu ndani. Huko aliko ayasikie, alafu yeye atujibu. Potelea mbali lolote na liwe. Mheshimiwa, mimi nilitaka nizungumze maneno hayo kwa sababu yameniumiza. Unamtaja rais ambaye anajipambanua kuitumikia nchi hii. Tanzania imepata maendeleo ya haraka ndani ya miaka 4 kuliko kipindi kingine. Mimi kwangu Kinondoni kuna mambo ya mzigo. Tumeletewa trilioni 1.3. Bajeti gani, jimbo gani ambalo limepelekewa hela nyingi kiasi hicho kwa mara moja?